siku ya jana bana, wakati tukiwa tunatoka hapa kazini, ilikuwa ni moja kati ya mechi kubwa ambao watu wengi ambao walikuwa wanafuatilia walikuwa wanaipata kwa uzuri, si ndio? Nasema mbona umeanza tena habari za mechi, imekuaje? Shabiki ambaye anawakilisha kwa uzuri kabisa kutokea pale Nigeria anaitwa Skulls. Yeye kwa upande wake bana, usiku wa kuamkia siku ya leo, yani usiku wa siku ya jana, ilikuwa ni siku ngumu kwa upande wake baada ya timu yake ambayo anakuwa anaishabikia Barcelona kufungwa siku ya jana na Inter Milan bao 3-4. Right? So ilikuwa ni huzuni kwa Skulls kutokana na kwamba yeye anaishabikia Barcelona, lakini pia hadi akamwandikia nyota moja kati ya mchezaji mahiri wa klabu ya Barcelona, akamwandikia na ngoma. So siku jana watu wengi sana walikuwa wanamkejeli na kumrushia maneno kupitia mtandao wa X, wakimwambia najua huzuni umekutawala sana wewe kama shabiki wa Barcelona. Na kiukweli mshikaji alikuwa na huzuni kutokana na timu yake imefungwa. So watu wengi baada kumkejeli sana kupitia mtandao wa X maarufu kama Twitter, akawa anapokea vile vijembe, lakini good enough ni Davido na yeye alijitokeza pale na kumpa moyo mshikaji kwamba kwa upande wake alimpa yale maneno ambayo yanamtia nguvu kwamba wasanii wengi wanaokucheka wanatamani kuwa kwenye nafasi yako. Umeelewa vizuri bana. Lakini pia akaambia hongera tena sana, unastahili, maana unajua kwa sasa hivi Skulls yuko kwenye trend kwa kule Nigeria baada ya kuonekana pia ni shabiki wa Barcelona na kuandika ngoma pia ambayo inahusiana na nyota wa Barcelona. Lakini kitu kingine bana kuhusiana na Davido, baada ya kumwandikia hayo maneno kwamba usiumie wala usione ni kitu kibaya, watu wanatamani hiyo nafasi yako, maana sasa hivi yupo kwenye trend. Lakini pia kwa upande wa Skulls ameyapokea maneno hayo. Kwa hiyo kama na wewe ulikuwa ni moja kati ya wale mashabiki kutokea pande fulani tofauti na wewe ulikuwa unashabikia timu ya Barcelona kama vile Skulls, sio wewe tu umeumia. Kwa hiyo ilikuwa ni fujo nyingi sana kwenye mitandao kwa siku ya jana mpaka leo. So Davido amemtia nguvu mwanae. Nafikiri Davido kaongea sana point kwamba kuna watu wenyewe unajua ukiwa unafanikiwa ukiwa unafanikiwa watu wanaweza wasikupongeze, lakini kwenye process yako ya kufanikiwa ukazingua kidogo man, pale ndo utashangaa kumbe watu wanafuatilia huu mchongo. So watu walikuwa ni nyomi, wanamtupia maneno, utasema hata ni mchezaji. So mchezaji ni shabiki tu kama mashabiki wengine. So kuna ni dhahiri shairi kwamba kuna wasanii wanatamani wangekuwa ile nafasi ya Skulls pale, kwamba Lamine Yamal anacheza ngoma yako, wachezaji wa Barcelona wanakufahamu, Barcelona inakutambua. Kuna wasanii wengi tu wanatamani wangekuwa ile nafasi. So kwa sababu hawana, ni Skulls na timu yake imefungwa, wanatumia nafasi hiyo kumkejeli. Tiwa Savage amepata nafasi kama special guest, alipata nafasi pia ya kupandishwa O2 Arena na Asha Raymond. So ni heshima pia. Unajua Asha Raymond anaendelea na hatua yake kwenye nchi tofauti ulimwenguni. Kwa hiyo kwenye moja kati ya surprise kubwa ambayo alifanya ni kumpandisha mwanadada Tiwa Savage kwenye jukwaa kubwa la O2 Arena kule London. Nimefuatilia vyanzo vya Nigeria vya habari, wanakuambia kwamba Tiwa Savage aliua ile attention yote ya Asha Raymond na watu wakamgeukia yeye, japokuwa yeye tu alikuwa ni surprise. According to vyombo vya Nigeria, wanadai kwamba Tiwa Savage alichukua upepo wote yani. I don't know umeionaje, lakini watu wengi wasanii wachache ambao ni wa kike wamepata nafasi ya kuperform O2. So anaingia kwenye hiyo lineup ya wasanii wa kike kutokea bara la Afrika ambao wameshawahi kuperform pale O2. Ni safari kubwa pia, unajua kuperform O2 sio kitu kidogo mzee wangu. Hivi wenetu pale Planet Bongo inabidi wampane vizuri Nandi. Ilitakuwa Nandi ndo awe pale. Hivi imekaa unyama na rada ni safi. Twenzetu nchini Marekani au vipi kuna moja kati ya story ambayo najua watu wengi sana wamekuwa kifuatilia toka ambapo kumekuwa na mvutano hapa na pale. Msanii kutokea kule nchini Marekani, msanii wa hip hop Jay-Z, yeye amesema kwa upande wake amedai kwamba amepoteza kiasi cha dola za Kimarekani milioni 190 kutokana na tuhuma za ubakaji ambazo zilikuwa dhidi yake, ambazo zilifunguliwa na wakili Tony Buzz B ambaye ndo alikuwa amefungua tuhuma hizo kwa niaba ya mwanamke ambaye alijitambulisha kama Jane Doe, ambaye hizo tuhuma
baada ya kufunguliwa sasa, mshikaji kasema kapata hasara ya milioni 190. Amepataje hasara hizo? Kwa upande wa Jay-Z anasema kuna zile deals ambazo alikuwa anazitegemea kwa upande wake. Kwa mfano kuna mikataba ambayo alikuwa anataka kuisign, kuna mikopo, zote hizo zimeshindikana kutokana na ile kashfa tu ambayo alikuwa yuko nayo. Lakini pia kwa upande wake Jay-Z anasema kwamba kulikuwa kuna kama dola za Kimarekani milioni 20 ambazo yeye alikuwa asaini mkataba wa kibiashara, amepoteza kutokana na kwamba alikuwa anataka afanye uwekezaji kwenye sekta ya kiburudani na michezo. Lakini pia kuna dola za Kimarekani milioni 55 ambayo alikuwa anataka apate mkopo binafsi, amepoteza hilo dili. Lakini pia kupata ule mkopo na kampuni yake ya Roc Nation kama dola za Kimarekani milioni 115, amepoteza huo mchongo. Na Jay-Z anasema ni hasara nyingi sana ambazo yamezipata. Lakini pia kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia kesi hiyo ni kesi ambayo alifunguliwa na huyo mwanamke anaitwa John Doe, ambaye anasema alimbaka akiwa na umri wa miaka 13, ulikuwa ni mwaka 2000. Naelewa bana hayo madai yake. So Jay-Z alikanusha vikali public kabisa, lakini sasa hasara ndo zinakuja baadaye. Na kwa upande wake pia kuna mambo ambayo yanaendelea. Unajua hiyo ni kesi, yeye anasema ni kesi ya defamation, kuchafua jina lake. Kwa hiyo ndo kesi ambayo sasa hivi anasema kwa upande wa Jay-Z ni kesi ambayo anapambana nayo kwa ajili ya jina lake kwanza liwe safi. Kumbe Jay-Z na status yake ya kuwa bilionea, ila anakopa sababu analalamika kwamba amenyimwa mkopo wa dola milioni 115. Ni bilionea, lakini si unajua kwenye madili utajiri na mikopo hivi. Yani unajua ukiangalia anasema kwamba milioni 115 kupitia kampuni yake ya Roc Nation. Kaikosa hiyo, kama ni huo mchongo yeye kaukosa. So unaweza kaona kwamba kama kuna michongo hiyo kama michezo yake ya burudani ambayo alikuwa anasema anataka andae michezo na burudani milioni kama 20 za Kimarekani, huo mchongo pia umefeli. Kwa kuna michongo mingi sana, na ukumbuke kwenye swala zima la kibiashara kampuni kishajua kwamba hii kampuni ina kashfa, ni ngumu kufanya uwekezaji. For real. So hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vilimtoa knockout Jay-Z. Hata kampuni kishajua huyu mtu ana kashfa. Yale ambayo alitokea kwa Kanye West zile brand ambazo zilishuka zote kipindi kile ambacho na zile kashfa. Even Breeze pia. Sasa najaribu kuwaza tu endapo Jay-Z atashinda kesi, sijui atamfanya nini Buzz B. Atamtoza shingapi. Unajua Buzz B atakuwa ana kipengele kikubwa sana, maana mpaka sasa hivi na masha kesi kisha, maana kama ni dili mtu alikosa, yeye amekosa, hizo ni hasara za awali. Sasa sasa anataja hasara zake na fidia ili jina lake liwe safi, maana pale si defamation, umemchafua mshikaji afu ni kesi madai ya uongo, hasa kuja kusafisha jina lake. So ndo kitu kikubwa ambacho mshikaji ameamua kuweka wazi ile hasara ambayo ameipata kutokana na hiyo kashfa. Kwa moto sana. Tukibaki kule Marekani bwana, siku ya jana kwenye Met Gala. Jana tulipiga story nyingi kuhusiana na Met Gala. Sasa nakumbuka tulizungumza, kuna hatujamuona Rema, tukazungumza wale wasanii ambao tulitamani tuwaone, lakini tulimgusia Rema kutoka Afrika. So pale Instagram Mnyamwezi ambaye Modo uwaga ananipachika jina lake bwana Playboy Kati kupitia Instagram yake, Instagram ya Opium ameandika kwamba Met Gala wamempiga bani na anahisi kama alifukuzwa kwenye promo ile pale Met Gala, lakini anasema kwamba wako pamoja na yeye ni mtu mwenye furaha, ila amewamind Met Gala. So mpaka sasa hivi Playboy Kati hajatoa sababu yoyote ya yeye kupigwa marufuku, lakini kauli yake hiyo imeibua mijadala mikubwa mitandaoni, na hasa watu wameifananisha na kauli ya mshikaji mwingine ambaye alikuwa anaitwa Luka Sabat. Nafikiri kama ni mtu wa mitindo sana, utakuwa unamfahamu Mnyamwezi. Amecheza pia movie fulani vya kiskuli amecheza movie, ni muigizaji na mwanamitindo pia, ambaye yeye alipigwa
alipigwa marufuku, alipigwa ban kwenda Met Gala kutokana na tabia yake ya kuvuta sigara hadharani. Yaani amekuwa mtu fulani ambaye anavuta sigara hadharani, na kwenye Met Gala hawaruhusu mtu kuvuta sigara pale ndani. So wengi waga wanajiiba maybe uani na nini, lakini wakikugundua kwamba wewe ni mtu wa namna hiyo, unapenda sana kujiacha na mafegi na nini, wanakupiga bani, wanakukataza. So Playboy Carti hakuonekana kabisa kwenye Met Gala ya 2025 na mashabiki zake walikuwa kimsubiri kwa hamu kutokana na kwamba ni anafanya vizuri kwenye rap game, na sasa hivi yuko na albamu yake ya Music inafanya vizuri. So ilikuwa ni sehemu ya yeye kwenda kujiuza zaidi. Hii kanifanya sana ni connect dot. Kama Luka Sabat amepigwa marufuku kutokana na uvutaji wa sigara. Tumekuwa tukimuona Rema kwanza akianza kupromote albamu yake ya hadharani pale kwenye tukio. Tumekuwa tukimuona Rema kwenye matukio kama Paris Fashion Week. Nafikiri ndio kwa for the first time tunamuona Rema anavuta sigara hadharani wakati anaojua na mwandishi wa habari. So ni tabia ambayo haikuwa nzuri na wengi walichukizwa na kitendo hicho. So huenda kwa sababu tukio lenyewe ni tukio la watu Met Gala wenyewe kukualika wewe. So huenda walikuwa wana wish kijana Rema awepo, lakini hizi sigara ataziacha hadharani yake pale hadharani, alafu ikawa sio kweli, kwa sababu unajua unapokuwa una smoke hadharani kuna watu unawagasi, kwa sababu sio watu wote mtakuwa mnatumia hivyo vitu ambavyo wewe unatumia. So hii Ndio maana basi nimepata picha moja. Ndio maana nilimuona Doeche ameingia na ni siga, ila ameishika hajaiwasha. Just for show. Nikamwona pia ni Kim Kardashian aliingia, kulikuwa una sigara ameishika, ila ameishika hajaiwasha, ameishika ni kama urembo. Basi nimeelewa. Alright. So ipo hivyo. Kama una tabia fulani ambazo uwaga unazionyesha. Kwa Tanzania mwenetu atachaguliwa. Ingekuwa Tanzania hapa mwenetu asingechaguliwa. Sasa mambo hadharani kwani anafanya hadharani? Nani? Mimi sijasema chochote. Sawa. Au sio? Okay, lakini tukibaki kule Marekani, Atlanta, Georgia, mama mzazi na bibi walikuwa rapper ambaye alikuwa akiunda kundi la The Migos, Takeoff, ameungana na msanii Quavo ambaye pia alikuwa akiunda kundi hilo la The Migos kuandaa tukio maalum kwa ajili ya kina mama waliopoteza watoto kwa sababu ya matukio ya risasi. As we know, Takeoff rest in peace Takeoff. Aliuawa kwa risasi baada ya sintofahamu kutokea kwenye mchezo wa dice, lakini tukio hilo ambalo naongea sasa tukio la wamama ambao wamepoteza watoto wao kupitia risasi, tukio hilo ambalo limepewa jina la Blossom of Strength, linafanyika Jumapili katika hoteli ya kifahari ya Waldorf Astoria huko Atlanta, na ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kina mama wafiwa, International Bereaved Mothers Day. Mama wa Takeoff, Tatiana na bibi yake ambayo ni Edna wanaongoza tukio hilo wakiwa wameshirikiana na Quavo kwenye foundation yao ya The Rocket Foundation. As we know, albamu ya mwisho ya Quavo inaitwa Rocket Power, na albamu ya Takeoff ambayo ni albamu pekee ilikuwa inaitwa The Rocket. So ni Quavo amefanya hiyo na hiyo foundation kwa ajili ya kumuenzi brother yake, cousin yake, ndugu yake mdogo wake, na walikuwa akiunda naye kundi la The Migos, Takeoff. So tukio hilo ni tukio ambalo kama jamaa anarudisha kwa jamii baada ya kifo cha ndugu yake huyu ambaye alikuwa akiunda kundi la The Migos. So watakuwa wakitoa faraja, kuhamasisha mshikamano na uponyaji wa kiroho kwa kina mama ambao wamepoteza watoto wao kutokana na ukatili wa silaha. Ipo hivyo bwana. Okay. Nimeona pia kila mmoja ana mwenzi kwa namna tofauti. Nimeona kwa upande wa Offset, kwa upande wake amechora ile tatu yake ambayo alionyeshaga. Sasa hivi pia wakaona kachora sura ya amechora, anaitwa Offset, kachora sura ya Takeoff. Right? Kachora sura yake kwa ajili ya kumwezi kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kwenye tafrija hiyo hapo, vinywaji ambavyo vitakuwa vikigawanywa inakuwa ni vinywaji kutoka kwenye kampuni ya Quavo ambayo inaitwa White X Cognac. Lakini pia utumiaji wa fursa tu. Lakini pia maua ya kipekee
yatatoka kampuni ya Rihanna ya Fenty Beauty. Oh yeah. So itakuwa ni hivyo collab fulani hivi, watu fulani. Hivi na hisi yatakuwa wametoa for free. Yes, kusaidia watu ni foundation. So na mimi natakuwa donate for free kwa ajili ya kusupport. Kwa ufupi sana tu wakumbushe washikaji rappers ambao waliuawa kwa risasi. Tuwapitishe chap tu wa Marekani, rappers wa Marekani wachache maarufu. Tupac Shakur, oh yeah. Notorious B.I.G, PNB Rock, oh yeah. XXXTentacion, oh yeah. Pop Smoke. Lakini kuna Takeoff, LA. Yeah? Nipsey Hussle. Yeah. Oh yeah. Okay, kuna wengine na wengi ambao waliwagusa watu ni wale ambao waliuawa. Yani unajua kuna wale ambao wameuawa yule anaitwa King Von, right? King Von. Sasa ndo nataka nitoe, unajua kuna ile ambayo iliwagusa watu kwa sababu unakuta aliyeuawa ameuawa kwa sababu kuna watu walikuwa wanataka kumpora mali. Hapo ukimzungumzia mtu kama XXXTentacion, ukimzungumzia Pop Smoke, ukimzungumzia mtu kama Takeoff, ndo imewauma watu wengi kwa sababu yeye hata mzozo ulikuwa sawa kwake. Mzozo ulikuwa mzozo wa Quavo, kazingwana na watu, ila kwenye kupiga risasi pale Takeoff akajikuta yupo kwenye wakati, akajikuta sehemu ambayo sio sahihi kwenye time ambayo sio sahihi. So yeye alikuwa usiki na chochote, ila kuna wale rappers ambao wenyewe gang, you know. Yeah. Hapo pia utavuna utakachopanda. Hapo pia akina japo sio jambo zuri, rest in peace. Yeah, hapo akina Pop Smoke, akina who else ambaye pia yani amekutwa kwenye mkumbo ambao Pop Smoke pia ni watu walikuwa wanataka wamemrob kutokana na alishare location. PNB Rock pia mpenzi wake kushare location. Who else? Yeah. So rest in peace kwa wote ambao wameacha alama katika muziki wa hip hop Afrika yetu sisi, umetufikia na dunia kwa ujumla. Sini fresh yeah man. On to another one. Tukiendelea kuzurura kwenye uga kimataifa, kwenye uga wa kimataifa. Naona kama turudi pale Nigeria. Bana Nigeria, mpaka sasa hivi nikiongelea kwa mwaka huu hapa 2025, unajua mpaka ngoma nyingi zilizotolewa Afrika zinazofanya vizuri zinatoka pale Nigeria. So in case ulikuwa unajiuliza ni ngoma gani mpaka sasa hivi ndio inakimbiza zaidi, bwana, kwa takwimu ngoma ya Rema Baby au It's a Crime kule Spotify haikamatiki mpaka sasa hivi na milioni 42.6, ikiwa inawakimbiza Shalipopi Laho milioni 35. Ila namba 3 ni mshikaji tu, ni underground. Uchali bado niko kwenye process za kumtafuta, anaitwa Kunmie. Uchali bwana na ngoma yake inaitwa Arike, mpaka sasa hivi ina streams milioni 28.1 na kwenye chati za Nigeria ukiangalia pale kwenye tatu bora uikosi. Hiyo ngoma pia niliona Simi ameifanyia challenge. Kwa ajili ya ni wasanii wengi sana wa Nigeria wana promote kwa namna hiyo, lakini mmoja wapo Simi. So ni kati ya machali ambao wanafanya vizuri kule Nigeria na ni wa kuangaliwa kwa sababu Nigeria tu ukiangalia gossip zao kule washaanza kumtem kama ni plant. So wanamuona kama ni zao la kiwanda. Kuna namna mbona unakuja kwa kasi afu unakaa kwenye nafasi za juu. Who are you? Nani kakuleta? Bana nikiongezea hapo. Unajua unaweza kawa kuna kitu umekifanya ukawahamasisha watu wengine wakatamani na wenyewe kufanya kitu kama cha kwako. Ilikuwa ni Jumatatu, ilikuwa ni info kuhusiana na ile show ambayo alifanya Lady Gaga kule Brazil. So sio msanii mwingine ambaye alishawahi kufanya hivyo, Madonna alishawahi kufanya hivyo, watu milioni 1.6. Right? Alishawahi kufanya show pale Brazil. So mwaka huu hapa ameifanya Lady Gaga akapata watu zaidi ya milioni 2.1. Mtu ambaye amehamasika na kuvutiwa kwa hicho ambacho amekifanya Lady Gaga mwaka huu hapa, amevutiwa sana mwimbaji wa R&B anaitwa Adele. Yeye na yeye anatamani, moja kati ya ndoto yake ni kwamba anatamani kwenda kuperform pale Brazil, Copacabana, na yeye afanye maajabu yake. So unaweza kaona hizi moves zinaondoka na kijiji, na unajua umaarufu wa Adele, uwezo mkubwa ambao yupo nao, kijiji anacho. So tusubiri tuone kama ni tour au show ataitangaza lini.
Ila pia kwa wapenzi wa games, video games, bwana GTA 6 imetoka, lakini kwenye game bwana pana mambo mengi. You know, wamejaribu sana kuleta reality, kuleta maisha ya uhalisia. Hasa kwenye game bwana wameweka FL Studio. FL Studio ni ma-producer, ma-beatmaker. Nafikiri ya kupigia beat. Hiyo ni program ya kupigia beat. So kuna FL Studio kule ambao unaweza ukaenda ukai-access na ukaweza kuproduce beat ambazo zitakuwa like for real? Yeah. Okay. Kwenye game yani unaenda zako unapoa unaachana na mishe. So zile unajua kuna zile beat sawa ziko program, lakini hiyo kabisa yani kama FL6. Yeah. Unaitengeneza pale na baadhi ya wasanii ambao wanaonekana kwenye video game pale, Metro Boomin anaonekana studio yuko zake na Travis Scott pale. Okay. So unaenda pale yo Travis. Unakaa unagusa beat zako. Uenda ukablow up kule, so ni fursa kwa mtu yoyote ile kwa sababu unajua game liko worldwide. So ukipata access unaweza ukaenda ukafanya yako kule ukapiga beat. Uenda ukakutana na wacheza game wengine ndo wasanii, mka link up, mkafanya kazi kwa sababu washikaji wako modern yani. Wewe mwenyewe sasa hivi ukijoin unaweza kaanza kucommunicate na watu wa mbele. Oh yeah. Yeah. Alright. Nafikiri ni jambo zuri kwa kwenye game kwa sababu watu wengi mnakutana pale, unaweza kukutana na wasanii, kukutana na your favorite artist kwenye game. You know, game ni kitu ambacho watu wengi wana play. Ipo hivyo. Alright, bwana, si tuweke nukta kwenye upande wa Cruise International kwa namna hiyo hapo. Cha msingi tu watu waendelee kuwa pamoja na sisi. Lakini pia pale Instagram usisahau kuacha comment yako. Baadaye hivi tutakuja kupita nayo kwa hichi ambacho umekisikia kwenye Cruise International. Nenda pale Instagram @East Africa Radio, wacha comment yako pale, itakuwa ni unyama sana. Lakini pia Facebook itakuwa ni poa sana. Tuko live mpaka mida fulani ya saa 6 kamili za usiku. Dadako ni Mikim Mercedes, lakini pia niko na Credo the King Modo. Cha msingi tu tuende sawa, right? Noma sana mwanangu. Sasa right now tunakwenda kuplay some bells. Tukirudi andako lako vizuri kwa ajili ya Cruise Karaoke. Lakini hii track ambayo tunakuacha nayo kwa kipindi hichi hapa ni track ambayo pia imehusika kwenye Cruise International. Track ya mwana ambaye amehusika kwenye Cruise International. Okay.